Bezi uyu munsi ndi kubabwira. Tangia kufikia siku ya leo ambao ninazungumza, n'abana bari bazi ko ari se wabo. Hata watoto wangu walikuwa wakijua kwamba yeye ni baba mdogo. Umwana w'imyaka 26, mtoto wa umri wa miaka 26, agize imyaka 3 azikari mukuru. Anamaliza miaka 3 ambaye anajua kwamba yeye Ruterera ni mkubwa yake. Murasihanganira. Tutuya razi. Uko nyine tizoroshe. Si vyepesi. Sezera Colonel Ruterera. Kumwaga ndugu yetu Ruterera. Biraremereye mu mitima yacu. Ni mazito. Wanasifiwe. Biraremereye. Mazito. Tubabwire je n'umudamu we tukababwira bari kumwe na se wabo. Tulikuwa tukiwaelezea mimi na mke wa marehemu wakiwa pamoja na baba yake mdogo. Tukababwira ati mwakwihanganye mukava muri iki gisirikari. Tulikuwa tukiwaelezea simtoke katika jeshi hili. Yeye Colonel Ruterera amenielezea hivi. Jana nishukumva mu mutima. Haitatoka ndani ya moyo wangu. Yaravuze ngo twebwe turi abasirikari. Amesema sisi tuko wanajeshi. Mwumva bibananiye kubana natwe. Ukisikia inawashinda kuwa wake wa wanajeshi, murudi kwenu. Turavuga ati izo ngibyo ntakuhosubira. Wamelezea hayo ni magumu. Ariko turashima Imana yo mw'ijuru. Tunashukuru Mungu wa mbinguni. Asante kwa kunipatia neno. Kwa mara ya kwanza nitamshukuru Mungu kwa kuwa ameruhusu na mimi nipate muda wa kuwa pamoja na nyinyi hapa. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kwa wakati huu nitapole kwa jamaa, pole sana. Pole mama, pole ndugu, pole vijana, watoto wetu, pole kwa yote, kwa hali ambayo imeweza kutufikia. Kumpoteza ndugu, kuachana na ndugu sio rahisi, lakini kwa sababu tunajua Mungu, tunasema jina la Bwana libarikiwe. Sitasema mambo mengi, ningesema namna ninamjua. Nawaza sione kama kuna mwingine ambaye anamjua kama mimi, kwa sababu wengi walimjua akiwa jeshi, lakini mimi nimemjua angali bado kijana mdogo, kwa sababu tulikuwa tunaishi katika kijiji kimoja. Nilimzidia miaka kidogo, alikuwa wa miaka ya huenda karibu kuwa mdogo wangu. Tumekomaa pamoja katika kijiji mpaka wakati nilimwacha nikaenda jeshini. Nilikuja kumwona baada ya miaka mingi akiwa jeshi pia. Nilimjua kama mtu mzuri zaidi. Wakati anakomaa, kuna watoto wengine wanakomaa bado wangali wadogo, wanakuwa wanashindikana nyumbani. Hakuwa miongoni mwa hao. Alikuwa discipline, kama naweza kusema hivyo. Alikuwa mwenye kuwapenda wandugu, marafiki na majirani. Alipenda jamaa, alikuwa mfurahivu na mambo mengine.
Kwa jeshi sikupata bahati ya kukua karibu naye. Kwa ajili ya nchi nimekutana naye mara mingi. Nilijua kwamba alikuwa vile vile hayupo mtu ambaye ni problematic. Aliishi na wenzake vizuri. Mimi tumekutana mara nyingi. Mara mwisho ni wakati alikuwa ameumia. Alinikuta hapa, nilikuwa nikitumika hapa kwa Inspectorate General. Nilimpokea pamoja na wakubwa wetu. Ameweza kupata matunzo, baadaye akarudi nyumbani akiwa amepona. Ninawaza kama ndio ilikuwa mara mwisho yangu kumwona, kama sijidanganye. Imekuwa muda mrefu. Hali ambayo ilimpata nilifuata kwa mbali, kwa sababu nilikuwa mbali. Tulitumainia kuwa huenda Mungu atasaidia aweze kushinda mashtaka, na baadaye tuliendelea kutegemea pia usaidizi wa Mungu. Lakini Mungu amefanya kazi yake na tunamshukuru, kwa sababu yeye ni Mungu, anafanya kile anataka. Kila mtu ana destiny yake. Hauwezi kufuata njia ambayo Mungu hakupangia, na hauwezi kupite siku yako ambayo Mungu ameitayarisha ili uweze kuaga dunia. Mungu ndiye amefanya, nasi tunashukuru. Jina la Bwana libarikiwe. Ameacha jamaa. Sisi wote tunajua hali ya wajane na mayatima. Ana ndugu wengi wenye wanaweza kuwa na uwezo wa kumsaidia mke wake na watoto, lakini kama sisi ambao tunajua zaidi wajane wetu, mayatima yetu, inatubidi sisi pia tuweze kushughulika kusudi waishi. Tutafanya kile tunachokiweza ili waendelee kuishi. Nitawaambia kwamba tupo, tutafanya kile tunachoweza ili jamaa lake liendelee kubaki jamaa, wabaki pamoja, waishi maisha kama watu wengine. Zaidi ni kuombeana, na ndicho cha maana, kwa sababu Mungu ana uwezo, ana nguvu, na neno la Mungu linasema kwamba ndiye baba wa mayatima na ndiye Bwana wa wajane. Sisi kama watu tutafanya vile tunaweza, lakini zaidi kuombeana kusudi Mungu aendelee kuwakaribia. Nasema tena pole jamaa, pole ndugu, pole wale wote ambao walimjua. Ushuhuda ambao tumepata kwa wale ambao unatupatia moyo.
kwa sababu ni njia ambayo sisi wote tutapitia, na ambacho sisi wote tunashughulikia ni kuona kwamba mwisho mzuri kila mtu aweze kufikia. Hatuna shaka, tuna imani kuwa tutamwona, na tutamwona mahali pazuri. Huenda itakuwa hatutakuwa tena na muda wa kuachana, na hicho sisi ambao tumebaki ndicho tunachokiombea, ili kila mmoja awe na mwisho mzuri. Jamaa lake ni jamaa langu. Kwa uwezo ambao ninao, wenda bila kukomea hapo, nitatoa ng'ombe 2 ili ziweze kusaidia watoto waweze kuendelea kuishi. Hatutaishia hapo, hatupo mbali. Wakati wowote ule ukakuwa tutakuwa disponible kwa kuweza kuintervenir silo uwezo. Mungu ampatie pumziko njema. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante sana. Asante. Mama yake mdogo ndiye atamalizia. Kwizera kwawo nimbabona ndashira urukumbuzi, abo bose barinze kwizera kwawo nimbabona ndashira urukumbuzi, abo bose barinze kwizera kwawo nimbabona urukumbuzi. Sijui nianzie wapi. Shukuru Mungu wa mbinguni, amefanya vema, ametulinda, na tusababisha niimbe wimbo huu. Natekereje kuko tuzahabona abo dukumbuye bakabanza kuzababona. Nimefikiria kwamba tutawaona wote ambao tumeachana. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Twikirize kubera kuko ni umunsi wa nyuma wo gusezera mweneza. Tunamwaga ndugu yetu, ndio maana tuna kabisa mutusaidie. Bwana sifiwe. Amen. Imana ishimwe kuko dufite duhagaze aha hantu. Mungu apewe sifa, kwani tunasimama nafasi hii kugira ngo tuvuge, ili tuseme kwa yale ambayo ndugu yetu ameyafanya. Yesu ashimwe kuko yatugiriye neza. Mungu apewe sifa, kwani ametujalia neema, ikatulinda, na ametulinda miaka yari myinshi, kwa miaka mingi. Ariko Imana yaraturinze kuva twahaguruka mu ngo. Tangia siku
toka kwa jamaa zetu. Mungu ametulinda, Mungu ametembea pamoja nasi. Tumeona mkono wa Mungu ulio hodari juu yetu, tumeona nguvu za Mungu. Tutashuhudia kwa midomo yetu, kwani tumeuona mkono wa Mungu. Tumeona kwamba ni magumu, msafari ilikuwa ndefu, Mungu ametulinda. Tumefika hapa, tumefanya vema. Mungu wa mbinguni ambaye haziachiwi awabariki. Angia tufike kwenye airport, tumeona wa baba, tumeona kufaridika, tumefurahia hiyo, tukatufikisha nyumbani hapa. Mungu wa mbinguni wabariki. Tunashukuru kwa watu ambao wanaishi hapa Kinshasa, yule yote ambaye amechanga hiki na kile kugira ngo tuve iwacu ili tufike hapa. Mungu awabariki. Neno ambalo nitawaelezea, nitawapongeza kwa jeshi, ninawapongeza. Mmemkosa yule ambaye alikuwa ni shujaa, lakini muna Mungu. Mungu yupo, muimarike. Sisi tumeimarika. Amewaacha, ameacha washujaa wengi ambao watasimama nafasi yake. Pole baba ambao wanaishi hapa, pole.